Faida ya kuimarisha msingi wako. So ninaposema faida ni mazuri ama mabaya yanayokuja kwa mtu. So napozungumzia msingi, ninazungumzia kitu ambacho nakielewa sana, ni chanzo cha kila kitu. Hiyo ndio tunaita msingi. Hata hili nyumba lilopo hapo chini kuna msingi, yani mwanzo wa kila kitu ndio msingi. Unaelewa kwa makini sana. Kuna kitu Bwana atasema na wewe kupitia neno hili. Inaamini. Na tunaposema kuimarisha ni kukitia hicho kitu nguvu, ama kukiwezesha kisipate kufanyaje, kuanguka. Hiyo ndio kuimarisha. Kuimarisha ni kukifanya kistawi. Kuimarisha ni kukifanya kiwepo, kisipotee ama kisianguke. Kwa tunaposema faida ya kuimarisha msingi, yani tunamaanisha kwamba mambo utakayoyapokea baada ya wewe kuimarisha msingi. Kila unapoimarisha msingi kuna faida unaipata, na kila usipoimarisha msingi kuna faida unaipata. Haleluya! Kila unapoimarisha msingi, na rudi tena kusema, kuna faida unaipata, na kila usipoimarisha kuna faida unaipata. Inaweza ikawa hasara, lakini bado ni faida uliyoipata. So tunazungumzia ni faida ambayo utaipata baada ya kuimarisha msingi. Nishazungumza msingi ni kitu gani? Msingi ni chanzo cha kila kitu. Hebu tusome kwanza katika kitabu cha Zaburi. Fungua Biblia yako, kitabu cha Zaburi sura ya 11. Sikia kuna kitu kinaandikwa hapo. Psalm 11 verse 3. Psalm 11 verse 3. Kama umefika hapo tunaweza tukasoma kwa pamoja maneno haya. Fika hapo ili tusome kwa pamoja. Zaburi 11 mstari wa 3. Zaburi 11 mstari wa 3. Nafikiri umeshafika hapo. Tusome kwa pamoja. Biblia inasema hivi: kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Haleluya! Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Hapa tunaona tena msingi unarudi, unatoka kwenye somo umerudi tena kwenye Biblia. Tunaona msingi upo sehemu fulani, na hapa tena inakuwa ni between msingi na mwenye haki. So Biblia inakuuliza wewe ya kwamba kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kwa Biblia inatambua ya kwamba hata mwenye haki amesimama chini ya msingi. Haleluya! Wewe ambaye ni mwenye haki, na tunaposema mwenye haki ni mtumishi wa Mungu anayezishika sheria zake, huyo ndo anakuwa mwenye haki mbele za Bwana. So Biblia inasema hivi, misingi yake ikiharibika atafanya nini sasa huyo mtu? Kwa Biblia inataka kumaanisha kwamba misingi ya mwenye haki ikiharibika, huyu mtu labda tunampoteza mazima, labda huyu mtu hatupo naye tena, labda huyu mtu sio wa Mungu tena. Ndio Biblia inakuuliza sasa, misingi ya mwenye haki ikiharibika atasimama wapi ama atafanya nini? Sababu wewe hapo ulipo nikagundua kwamba kama Biblia inasema kwamba mwenye haki atafanya nini, ni kwa sababu Biblia inatambua kwamba mwenye haki huwa anasimama kwenye msingi. Haleluya! Huwa anasimama kwenye msingi. So msingi ukiharibika atasimama wapi tena? Ndio Biblia inasema hivi, atafanya nini? Yaani kama sisi tulio hapa, msingi ukivunjika huku hatuna la kufanya, tunapondeka, tunaanguka. Wakufa tutakufa, na wakuwa vilema tutakuwa vilema. Kwa Biblia inatambua ya kwamba mwenye haki amesimama kwenye msingi. So inaomba mwenye haki huyo sasa, msingi hauwezi ukajifanya kuwa msingi, lakini ni mtu anaofanya msingi kuwa msingi. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Msingi haujitengenezi wenyewe, nyumba ndio ni yako, lakini huo msingi lazima wewe ndio ujenge, kwa sababu wewe ndio utaishi katika huo msingi ama katika hiyo nyumba. Ndio maana nasema ya kwamba msingi ukiharibika, mwenye haki. Niko nazungumzia somo hii ambayo inasema faida ya kuimarisha msingi. Mpaka hapo utagundua kwamba kuna faida wewe kuimarisha msingi wako.
Na naposema msingi, nishaeleza tena, msingi ni chanzo cha kila kitu. Faida ya kuimarisha msingi, faida yake ya kwanza ni wewe kupata kusimama na kutoanguka. Ndio faida ya kwanza ya msingi. Kama unaandika, andika. Unapoimarisha msingi wako, faida unayoipata wewe, hauanguki tena. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo pale, anasema kwamba kuna Yesu anatoa mfano ambao unafananishwa na mtu fulani alijenga nyumba yake kwenye mchanga. Alipojenga kwenye mchanga, Biblia inasema upepo ulipokuja, nyumba ilianguka. Kwa nini ilianguka? Kwa sababu ilijengwa kwenye mchanga. Mchanga huwezi ukaweka msingi. Kwa ndo hapo utagundua ya kwamba usipoimarisha msingi wako unaanguka. Ndio maana faida ya kuimarisha msingi ni kutokuanguka. Okay? Kuna msingi ambao mimi niko nataka niuzungumzie, sio msingi unaoelewa wewe. Sababu msingi tunaozungumzia unaweza ukasema ni msingi wa nyumba, no? Sipo hapa kukuhamasisha ndio utengeneze msingi wa nyumba yako, hapana. Lakini niko hapa kukuimarisha wewe kama nyumba ya Bwana, kutengeneza misingi yako vizuri, ili Bwana anapokuja akukute uko imara, ili Bwana anapokuja asikutane na msukosuko ndani yako. Simeandika kwamba miili yetu ni hekalu la Roho? Ndio msingi naozungumzia, yaani msingi ambao ni wewe. So kama wewe ni hekalu ni jengo limejengwa somewhere. Kwa kama limejenga somewhere, lazima liwe na misingi, si ndio? So wewe kama hekalu la Bwana lazima uwe na msingi. Sijui kama kuna mtu ananielewa sasa. Lazima uwe na msingi ambao unakubeba. Lazima uwe na msingi ambao utasababisha umesimama hata wakati wa changamoto, wewe umesimama tu. Hata Mungu anapokuja kwenye nyumba yake ambayo ni hekalu, ambayo ndio wewe, akija ndani yako anakukuta umesimama, umeimarika. Ndio huo msingi naozungumzia. Mpaka hapo utaelewa kwamba msingi ni wewe binadamu, si ndio? Kuna faida ya wewe kujiweka imara. Ndio maana nikasema faida ya kwanza, hautaanguka. Faida ya pili, hautatikiswa. Unaweza ukaandika hapo kama unaandika. Hautatikiswa upepo unapokuja, sababu upo imara. Kuna mtu anaweza akaniambia kwamba sasa Bwana, msingi si ni Yesu? Nitasema baba, msingi kweli ni Yesu. Hapa kwanza tumzungumzie msingi Yesu, sababu hata Biblia inasema kwamba huyo mtu alijenga nyumba yake kwenye mchanga, anafananishwa hivyo. Kwa msingi ukiharibika, mwenye yake atasema nini? Atafanya nini? Kwa tujiulize, ikiwa ni Yesu, Yesu anaweza kuharibika? Yesu anaweza kuharibika? Anaweza kuvunjika? Kwa utagundua msingi ambao Biblia inazungumzia sio msingi ambao ni Kristo. Sio msingi ambao ni Mungu. Mungu sio msingi. Lakini sisi ndio misingi ambayo Bwana anatakiwa tukute tupo imara, apate nafasi. Haleluya. So kuna kitu nataka nikufikirisha hapa. Ndio neno ambalo nilisema nilikuwa naliombea siku zote hizi, na niliomba asubuhi. Kwenye hii kitabu, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Nikasema msingi ni chanzo cha kila kitu. Nyumba inapoanza inaanza na msingi. Sawa? Hata kwenye biashara lazima uwe na msingi. Msingi ni mtaji wako. No mtaji tutazungumza biashara. No mtaji tutazungumza kulima. Mpaka mtaji uwepo. Huo mtaji unapokuwa, mtaji ndio msingi wa hicho kitu. Huo mtaji ndio utakugaranti unafanya hekta ngapi. Ama huo msingi ndio unakugaranti mtajenga gorofa floor ngapi. Sababu msingi uliowekea chini, si ndio? So, nikufikirishe kitu. Hapa tulipokuja, mtumishi wa Mungu alipokuja hapa last time ambayo amekuja hii ambayo tupo hapa, amekuja kuweka misingi hapa. Kuna mtu anaamini hivyo na mtu anaelewa ni kweli ninachozungumza. Amekuja kuweka msingi, na kama amekuja kuweka msingi, ni msingi gani? Msingi ya talisa 10. Haleluya. Nafikiri sasa unaanza kunielewa. Amekuja kuanza. So kama amekuja kuanza, tayari msingi umeshajengwa. Si ndio? Sisi tunaamini kwamba kanisa letu ndio limeshaenda hivyo, na ndio limeshaanza hivyo. Sisi tunaamini kwamba tutajaa sana na tutakuwa wengi sana, tutaimpact hapa Nairobi, si ndio? So tayari msingi ni huu umeanza leo.
imebaki tuone tu nyumba, na nyumba ni matokeo ya hii misingi. Ndio tunaona nyumba ni watu wengi, kupendeza ni kule watu magari yamepaki sehemu, wamekuja hapa, ndio imekuwa tayari nyumba sasa. But now tunachozungumzia kwanza ni msingi ambao umekuja kuacha. Sasa swali yangu inakuja kwako, huu msingi ukiharibika, wewe ndio mwenye haki, Bwana amekuleta hapa. Si msingi wa Talita Kumi tumeuanzisha. Utasimama wapi? Hebu jaribu kufikiria makanisa yote hapo humu hapa. Kweli kuna kanisa inaweza ikakugaranti kuishi utakatifu? Unaelewa sasa ninachozungumza? Makanisa ni mengi, maapostles ni wengi, maprofete na maprofetes ni wengi sana. Lakini wengine wako pale kwa ajili ya kula hela yako, wengine wako pale tu kwa ajili ya kuambia utabarikiwa, lakini wakupatii mwelekeo na njia ya kwenda mbinguni. Lakini tumempata mtumishi ambaye amepata maono ya kuja kusimamisha kitu cha utakatifu, yaani kukubeba watu, kuwatoa hapa, kuwapeleka mbinguni. Haleluya! Kwa hapo utagundua ni msingi tayari umeanzishwa. Sasa huu msingi ukiharibika, wewe mwenyewe utafanya nini? Ndio Biblia inasema utafanya nini sasa? Sababu ndio kuanguka kwako. Ndio utaenda kwa wale wa mafuta, ndio utaenda kwa wale wa epo ya upako. Sisi kwetu kule Tanzania kuna hadi epo ya upako. Unakula epo hivi eti ni upako kabisa, na wanakuuzia kwa mtumishi. Sisi kwetu kuna hadi chumvi ya upako. Sijui hivi vitu kama huko vimeshafika. Kwetu kuna hadi chumvi ya upako. Unaambia kwamba hii chumvi ukiweka kwenye mboga, mume wako avuki, atoki nje. Elewa vitu kama hivyo. So Yesu wetu atendi tena, lakini chumvi ndio inakuwa inatenda. Unaelewa sasa? So misingi inapoharibika, ambao ulijijengea mwenyewe ya kwamba hapa ndo mahali salama, hapa ndo mahali sahihi, inapovunjika, inapoporomoka, tayari wewe utaibiwa nao watu, na ndio kupotea kwako. Unaelewa sasa nilichokuwa namaanisha? So nini kifanyike? Ni wewe sasa kuimarisha msingi wako. Haleluya! Ni wewe sasa uimarisha msingi ulioanzishwa. Okay, siamini kama mtumishi ameleta hii hapa kwa sababu ya miemko. Sina hiyo imani. Lakini Mungu alisema na yeye, kwa sababu ameshashuhudia mara nyingi ya kwamba alikuwa anaongea na mtumishi, walikuwa wanataka wasimamishe hiki kitu hapa mara chache, mara nyingi, lakini ilishindikana sana kwa miaka mingi. Lakini this time alipata hiyo amani na Mungu akamwambia nenda sasa ufanye. Unaelewa? Kwa hapo utagundua ni jambo la kimungu hili. Na wewe ambao umefika hapa na tumeanzisha hili jambo, tayari wewe ndio mwenye haki. So ukiliacha huu msingi uvunjike, tayari wewe unakuwa hauna cha kufanya, tayari unakuwa umepotea. Niseme hivyo. Ukiacha hii ambayo tumelianzisha livunjike, yani kwa maana kwamba ukitukimbia, ndio Bwana ataleta wengine, lakini unakwenda wewe utafanya nini sasa? Wewe ndio unapotea. Ninaamini katika Mungu. Mungu analeta watu wazuri sana, wenda hata zaidi ya wewe. Kwa bora uwepo wewe tena, ili hata tuone kwamba huu ndio tumeanza na tangu msingi ule ulipowekwa, kuliko afu wewe kule ukaenda umeshapotea. Haleluya! Kwa hapo unanielewa vizuri sasa, maana nilikuwa namaanisha, si ndio? Hapo utakuwa umenielewa vizuri. So ni kazi kwangu mimi na wewe. Okay, Hilda, mtumishi wa Mungu Hilda, ndio ambaye ninamfahamu jina na dada Glory. Ni kazi kwetu sisi, mimi na wewe, tufanyeje? Tukamate hii kazi ya kuimarisha huo msingi ambao umeanzishwa. Nikasema hivi, nilisema moja faida ya msingi, sijamalizia. Moja faida ya msingi nilisema moja, utoanguka kama msingi ukiweka imara. So kuna watu hapa mkibeba hiki kitu, sawa, nyinyi hamtaanguka kamwe. Mkikibeba hiki kitu mkakiimarisha, sababu hapa ndio panatoka usalama wenu. Sijui kama pana mtu ananielewa. Msingi tukizungumza hata nyumba ndio penye usalama wa mtu. Sawa? Msingi ni sehemu salama ya mtu. So huyu mtu anapoenda nyumbani mwake anasitirika na vitu vingi. Anaweza kaenda chooni sababu choo kipo ndani. Anaweza kaenda nje hata ajua kaenda chooni na kafanya uchafu gani.
Anaweza kalala bila nguo, mtupu tu, sababu yupo ndani kuna mstiri, yani ni sehemu salama. Anaweza kafunga milango yake hata wezi wasije wakaiba, kuliko vitu vingekuwa pale kwa nje watu wangevipitia, lakini vipo salama huku ndani. So unagundua ya kwamba misingi, kazi mojawapo ni kuweka wewe kuwa salama. Andika pale, faida nyingine ya msingi ni kukuweka wewe kuwa salama. Haleluya. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Msingi ndio tumeshauanzisha, mwenye haki ndio umeshachaguliwa. Sijui kama kuna mtu alikuforce sana uje hapa, hapana. Umejikuta tu. Ndio mtumishi wa Mungu alikuwa anasema jana, akutaka kuzaliwa Msukuma. Msukuma anasemaga Msukuma wenda wengine wajui Msukuma. Msukuma ni kabila la kule kwetu Tanzania. Kuna kabila fulani wanajiita Wasukuma. Sasa wale ni washamba kabisa. Yaani watu wa vijijini sana, sasa ni washamba. Wana tabia za ajabu. Ndio familia natoka himo mtumishi wa Mungu huyo hapa. Sema sikutaka jamaa, lakini nikajikuta kule. Kwa lazima niliombee tu jamaa yangu, niombee familia yangu, niombee watu wa kwangu. Sasa na wewe umejikuta tu upo hapa. Ndio ni kanisa fulani hivi haina muonekano mzuri. Naamini ya kwamba wewe hapo ulipo ushazoea yale machachi fulani hivi ajabu. Kuna watu hapa mshazoea makanisa fulani hivi mazuri sana ya kwenda, umevaa vizuri. Naamini hata mimi mwenyewe ni mfano, ningekuwa nataka hivyo kama mimi sipo hapa. Labda mtumishi wa Mungu ni shahidi, mimi singekuwa hapa. Sawa? Na nafikiri na nyinyi wengine mnaonaga kuna vitu wanaposti nikiwa ninaimba kwenye makanisa. Mnaona kuna makanisa huwa vinatualika, unasema mpaka unaenda kwa kanisa la mtu unasema hapa jamani. Wow, ile kutoka tu unatoka na kama na 20,000 ama 2,000 ya huku, kama ni 5,000 unapewa tu pa. Hiyo ni bahasha, unakukia kwenye bahasha. Mtumishi, huduma yako ilikuwa nzuri, kisa ulipreach vizuri, kisa uliimba vizuri, unatoka. Haleluya. So naanza kukuaminisha kwamba haijalishi umejikuta sehemu ambapo hakuna muonekano, sijui unanielewa? Haijalishi unajikuta sehemu ambapo ukiangalia hivi unakuta kiti hapana mtu, upo peke yako. Mimi naamini kuna siku utakuja hapo utajikuta wewe mwenyewe. Utafanya nini? Kwa ndio tunakwendea. Utajikuta tu uko peke yako hapo, utafanyaje? Kwa ndio tunatengeneza msingi hivi. Haleluya. Ndio tunautengeneza msingi hivi. Kwa wewe ukutaka kuwa hapa, ni Mungu amekutoa kule na kierere chako. Mimi nitakita kierere, ni Mungu kutakachokonoa kierere, ukajikuta tu mwenyewe umekuja mtumishi niombee. Haya, mtumishi wako akakuombea, tayari usharogwa. Sasa wewe una cha kufanya, baki pale pale ambapo Mungu amekuleta. Sijui kama kuna mtu ananielewa vizuri. Swali yangu mimi imechangamana. Ni Kitanzania na Kisukuma. Kwa hiyo hakikisha tu unanisikiliza vizuri. Sasa hivi naanza kuongeza na Kikenya ndani. Kikenya, English na kile kingine sijui kinahitaji wale wa Meru, Kimeru. Mimi nikija kukaa huku nishajichagulia kabila langu ni Wameru. Tajifundisha sana kwa Wameru kwa wingi. Mnipigie makofi Wameru kama mpo. Mimi ni Mmeru kabisa. Kama upo na Wameru anza kunishikilia kabisa, mimi ni ndugu yao. Rafiki yao mzuri sana. Tutakuwa tunatembelea vijiji vyetu, sijui vipo wapi. Na naamini sisi sio hapa mjini, sisi ni wako vijijini. Sisi ni watu wa vijijini kabisa. Tutaenda kule tunatembelea, tunapoelewa kwetu. Si ndio? Mtumishi wa Mungu Elijah ndo amefurahi. Wewe hujafurahi. Subiri nirudi Jumatatu na mtumishi wa Mungu. Ndio utanikumbuka. Hata yule kaka alikuwa anatuchekesha. Subiri nirudi. Wewe usifurahi, mimi niwe Mmeru. Haleluya. Mshangilie basi Yesu, usinishangilie mimi. Najua mimi hata nitafute vigelegele sitavipata, lakini vya Yesu, mpige kwa Yesu tena vingine. Yesu naye anasema, mtumishi wa Mungu chukua hiyo makofi na ipokea kwa jina la Yesu. Mlifanya unafiki, Yesu amenipa. Haleluya. Haleluya. Msingi ukiharibika, watu wengi wanaona influence ya watu makanisa makubwa, wanafikiri yale makanisa yalitoka mbinguni. Wewe mwenyewe ni shahidi. Wewe mwenyewe hapo ulipo ni shahidi. Kuna mtumishi ulikuwa unamsikiaga tu, alikuwa anahubiri mitaani, ni shahidi, hata mmoja ushawahi kumuona. Alikuwa anahubiri mitaani, lakini leo ana kanisa kubwa. Nyinyi hapa ni mashahidi. Kuna mtumishi alitoka kwa mtumishi fulani, akaenda kujitegemea, kaanza huduma yake mwenyewe. Alipofika pale, alitoka bila mtu, alikuwa peke yake.
lakini akawa na kanisa kubwa. Kwa hiyo unagundua ya kwamba msingi wote unaanza na mtu, unaweza kuanza na mtu mmoja, watu wawili, watu watatu, lakini baada ya muda, Mungu wetu ni Mungu wa nyakati na majira. Sisi tunasema Mungu wa nyakati na majira. Baada ya majira, baada ya nyakati kupita, ni hapo unakuja kuona yale majengo yanakuwa makubwa, wanakuwa na floor 4, wanakuwa hivi na hivi, na mnaanza kuwatamani. Haleluya. Hebu msiwatamani, takeni kutengeneza na nyie vyenu. Haleluya. Takeni kutengeneza vyenu, na vyenu hakuna kutengenezea, ni wewe na mimi po. Ni Hilda, dada Glory, mtumishi Elijah na mimi. Na wale wengine siwajui majina. Mjitahidi sasa tukitoka hapa nijitambulishe kwa mtumishi wa Bwana, ili awe anakubrand. Haleluya. Ndio anakubrand. Haleluya. So, unagundua ya kwamba jambo la msingi ni jambo la mtu binafsi. Wewe mwenyewe ndio unataka ujue kwamba hii floor nitajenga floor 7. So msingi lazima ni upatie ukubwa gani. Na usipoupa ukubwa, ule msingi utavunjika. Ndio kuna madhara pia ya kuangusha msingi. Msingi unapoanguka ni nyumba nzima inaanguka. Na nyumba nzima inapoanguka kuna hasara ya kuvunjika au kupondeka ama kufa. Haleluya. Hayo ni matokeo ya kutokuimarisha msingi. Andika hapo. Matokeo ya kutokuimarisha msingi. Kuanguka, moja hiyo. Kuvunjika, 2. Kufa. Hiyo ni jambo la 3. Kwa tunaposema kuanguka katika ulimwengu wa tunaozungumzia misingi ya kichachi, tunaposema kuanguka ni wewe unaanguka dhambini. Kwa sababu gani? Ulikuwa unakuja hapa unasikia unaambiwa kwamba kuvaa vimini ni dhambi, si ndio? Wakati msingi unaanguka, umemsahau mtumishi, umesahau na kanisa lako. Kanisa alipo tena hapa Peace Hotel, alipo tena hapa. Wakati wewe unatoka, unarudi kwenye vimini, unarudi kwenye kujishebedua, unajishia kabisa nyele kabisa, unasema mimi ndo mimi. Unarudi kwenye yale mambo yako, tayari umekwisha kuanguka. Ndiyo, hapo ndo kuanguka. Na maanisha maana ya kuanguka, nimesema kuanguka, kuvunjika na kufa. Kama misingi sio imara, matokeo yake ni haya. Kunaanza na hiyo kuanguka. Kuanguka ni ile tu hali ya wewe kuacha imani hii ukaenda zako. Baada ya kwenda, unaweza kuwa unaingia chachi nyingine, lakini tayari umekwisha kuanguka. Kwa sababu gani umeanguka? Ni kwanza kufanya kinyume na misingi yako uliyokuwa nayo. Unaweza kaingia kanisa nyingine, lakini ukule wanaingia hadi na suruali sio mbaya. Unaona? Na unajikuta tu ni fresh, tayari umeshaanguka. Ndio kuanguka ndio kumaanisha. Kwa hiyo utakuta makanisa mengi yameshangusha watu, na watu wameanguka na hawajijui kama wameanguka. Ndio maana Biblia inasema hivi, anayesimama asijizanie kwamba amesimama na kumbe amekwisha kufanyaje? Kuanguka. Haleluya. Wow. Unisikiliza vizuri sana, kuna faida yako hapa. Okay. Kuanguka ni hivyo, lakini kuvunjika ni nini? Kuvunjika ndo ile mwisho wa siku unapoanza kujiremba, kujiachia kabisa mazima. Kuna time watu wanasema leo Sunday siende kusali, tenda zangu ama nitenda zangu sehemu fulani, unaenda kufanya mambo yako. Tayari hiyo inakuwa ni kuvunjika, wewe sio tena kuanguka. Kuanguka hata angalau ulikuwa unasali kanisa fulani na vimini vyako. Lakini kuvunjika hata na kusali usali tena. Haleluya. Na kufa hapo ndo sitazungumza, sababu mwenyewe unajua. Kufa na kusali hakuna, na Mungu umjue unasema hakuna. Ni waongo tu, mambo ya makanisa ni uongo. Ilianzia wapi hiyo matokeo yote kuanguka, kuvunjika na kufa? Imeanzia wapi? Kwenye msingi ulipovunjika. Msingi ulipoanguka, msingi. So ili yale yote sikutokee, kuvunjika, kuanguka na kufa, make sure unaimarisha msingi wako. Na ndio maana nikasema hivi, kiherehere chako akikuja kumtuma mtumishi kule, Mungu wako mwenyewe, Mungu wako ndiye muomba kila siku, ndio alikushawishi mpaka connect na mtumishi. Ukasema huyu anafaa kuniongoza, huyu anafaa kuniombea, huyu anafaa kunishauri, si ndio? So hapo amini ya kwamba ni Mungu aliyekushawishi, sio yeye, ni Mungu aliyekushawishi. Ndio maana watumishi ni wengi, lakini sio wote ambao tunaenda kwao, si ndio? Watumishi ni wengi, lakini sio wote tunaenda kwao. Siyemaanisha kwamba wale ni fake. La hasha.
wale nao ni wa Mungu kabisa, lakini Mungu huwa anakuleta sehemu yako sahihi. Sijui unaelewa? Mungu anamleta mtu sehemu sahihi, sio kwamba wale sio sahihi, sababu nao wana watu wao. Okay. Nimaanishe kitu ninachomaanisha ya kwamba kuna mtumishi kama kwetu kule Tanzania, kuna mtumishi yana kusanyaga vijana kabisa. Sawa. Sasa wale vijana naamini wakikaa na mtumishi mwingine wanaweza wakakimbia siku moja, sababu yeye anawakusanya wa mabinti vijana wa kwenye machuo, anakuwa anafanya ibada zake pale. Huyo mtumishi sijui kama mnamfahamu, tupo live, tutamtaja chini. So anawakusanya pale, anaishi nao vizuri, sio mbaya, wanakuja na vimini, wanajisikia kabisa wapo free. Hadi kwetu kuna kanisa linaloitwa Feel Free Church. Feel Free Church, mshawahi kusikia? Ni kanisa hilo, yani uende unavyotaka, feel free, jisikie huru, wewe nenda tu. So ule bwana hawafundishi kwenda motoni, anawafundisha Mungu kabisa. Sawa, anawafundisha Mungu kabisa, anawafundisha Mungu hataki hivi, Mungu hataki hivi, lakini hawakemei mambo ya nini, anawaacha wenda na tuseme tu hatujui, sijui naye aliitwa hivyo, wakusanya wafundishe tu Mungu, hatujui. So wewe hapa ulipo Mungu aliona wapeleke kule, na wewe hapa ulipo Mungu aliona kulete hapa. Ndio maana wewe hapa ulipo unaweza ukaenda sehemu na usipate muujiza. Unaona kwa nini watu hawapataki muujiza kwa watumishi? Anaenda hayupo connected na huyo mtumishi. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Ni hasara sana kwenda sehemu ambapo hauko connected na huyo mtumishi. Haupo connected. Kila maombi atakayofanya hatakusaidia chochote. Sawa? Ndio maana unapopata mtu ambaye huyu mama akiongeaga anajisikiaga huzuni moyoni, jamani, najisikia namuona Yesu bana huyo. Sawa? Ukisikia kwamba nilikuwa mgonjwa, mtumishi niombe, akakuombea ukapata akauponyaje hata dakika moja, bana huyo. Sababu kuna magonjwa ambayo watu wanazunguka nayo kwa wachungaji hawaponi, si ndio? Lakini alipoenda nayo kwa mchungaji fulani akapona. Hivi inamaanisha kwamba huyo ndio ana moto sana? Ni issue ya kuwa connected. Sawa? Na nyinyi mpo hapa na sisi tupo hapa, tupo connected chini ya mtumishi wa Mungu, si ndio? Ndio maana haupo hapa kiasara. Haleluya. Haupo hapa kiasara mtumishi wa Mungu. Hauko hapa kiasara. Wewe uko hapa kwa mpango wa Mungu. Mungu mwenyewe ndio alitaka uwepo hapa. Na kama uamini, niambie kilichokutoa kwenu uje hapa ni nini? Kilichokutoa tu kwako mwenyewe ni kitu gani? Hapo utaamini kwamba ni Mungu tu. Kuna wengine hata wako na mpango wa kuja hapa leo. Unakujaje? Unagundua ni Mungu tu amekuleta. Ndio wengine mliambiwa nenda kanisani, nenda vaa, twende tunaenda kanisani, lakini Mungu amekushawishi mpaka uje hapa. Haleluya. So mpaka hapo unaanza kuelewa kwamba wewe ni wa msingi huu. Haleluya. Wewe ni wa msingi huu. So huu msingi ambao umeanzishwa hapa na umeanzishwa, ni lazima sasa wewe uimarishe. Haleluya. Lazima wewe uimarishe huu msingi, ndipo wale wengine wataona. Wakati huo tunakuwa na flow zetu 4, wanatushangaa. Wakati huo kuna magari yamepaki pale, na gari lenyewe katikati kuna yangu na yako tu wewe basi. Hatujui ya wengine. Kuna gari yako na yako ndio imepaki pale. Tumejaa sasa na sisi. Haleluya. Misingi ikiharibika, mwenye yake atafanya nini? Una cha kufanya ukiharibisha msingi, ndio kupotea kwako na ndio kuibiwa kwako. Nafikiri naeleweka vizuri. Sipo hapa kusema kwamba kuna watumishi ni waongo, ni waovu. Nimesema hivi kitu unatakiwa uelewe, kuna connection kati ya wewe na mtumishi. Ndio maana kuna watumishi wengine ukiwapigia simu hawezi wakapokea simu hiyo usiku, hawezi wakapokea, na wakimiss call hawatakutafuta kwamba ulikuwa nilikuta simu yako ulikuwa unasemaje. Hawatakutafuta. Ajali wewe sio wake, sio kondoo wake. Haleluya. Sababu kuna wengine wakimpigia hata usiku lazima ashangae, anachukua kwa haraka. Kuna watu wake wakimpigia atachangamka, lakini kuna wengine wakimpigia anatupa, na asubuhi hata hatakustua. Huyo sio wako. Wako ni yule anayekujali.
Ndio maana Biblia inasema kwamba kondoo walio wangu wanasikia sauti yangu. So kama wanasikia sauti yangu, itimini ya kwamba hata mimi mchungaji nasikia sauti ya kondoo na wajua kondoo zangu. Si ndio maana yake? So ndio hapo unagundua ya kwamba mtumishi lazima ajue na aelewe sauti ya kondoo zake. Ndio pale kondoo akilia kwamba mimi sina hela, mtumishi anaweza katoa hela akamsaidia. Ni kondoo wake, ni malisho yake. Ndio pale ukisikia mtu anapiga simu sijalala leo, mtumishi anahangaika na maombi na anafunga kwa ajili yako. Sio wote wanaweza kufanya hivyo, lakini wachache sana, na wale ndio ambao Mungu amewapatia zamana kukubeba wewe. Sawa? Msingi ndio umeanza sasa. Usipoimarisha wewe utaanguka, tutapoteana hapa. Itakuwa mwisho wa kumwona mtumishi wa Mungu hapa Nairobi kama mtavunja msingi, kama tutaweka vizuri msingi. Lakini utakuwa mwanzo wa watumishi wengi, waanzilishi wa Telsa 10 kuwaona hapa. Watatoka kule wanajivunia Telsa 10 ambayo ipo wapi? Nairobi. Watajivunia kanisa lilopo wapi? Nairobi. Sijui kama ninavyosema vinaingia au vinatoka. Vinaingia? Viingie kabisa. Viingie kabisa. Nasema na wale wengine wa kutangatanga tu, wanataka tu haleluya, wako hapa, wako hapa, wako hapa. Nasema na nyie jitahidini kuwa na msimamo, kweni sehemu moja. Sio mnakuja huko mnaombewa, mkienda huko mnavaa vimini. Hatutaki. Mimi ni mwinjilisti sometime, nageuka kwanza mwinjilisti saa hizi. Na wapiga tu msumari nondo, basi maisha yanaendelea. Ila mtumishi huko pale hajawakataa. Mimi ndio niko nasema. Sikia kwamba eti mbona mtumishi anakuwa na mtreni mwanae kusema nasema hivi, bwana angalieni, Biblia inasema chagueni nani mtakayemtumikia. Si ndio? Wewe kwa na shida ndio unamtafuta mtumishi. Hapa tunaotafuta watu auji. Ila watumishi bwana Mungu amewapatia roho nzuri. Sawa? Sababu ingekuwa ni mimi ukinipigia hapo nakwambia nipo Nairobi au jaje. Hebu niangalie kwanza sura yangu ilivyo ngumu. Hapo nakwambia nipo Nairobi, nimekuja kuhubiri, mtumishi na kuombeaga kila siku. Lakini nimekuja haujaleta sadaka na haujaje hata kusanyika kanisani. Nakwambia wewe sio mwanangu, nenda ombea kule. Unakoendaga siku zote. Sababu haina maana mimi nakuja hapa nakwambia jamani, nilimwona Yesu mtumishi wa Mungu anavyosema. Nikamwona Yesu, akaniambia wanaojiremba watatenda motoni. Ukalia, lakini ulivyotoka tu kwenda kanisani kwako, ukakuta kumbe ni watu wa vimini na ukachapa Jumapili ukaenda. Kwa kazi yake anaenda bure, mimi nakufukuza toka. Nenda tu kafia huko. Si Biblia inasema kuna watu washandikiwa hukumu tangu zamani. Ndio wewe utakwambia wale watu ndio wewe nenda tu. Mnipigie makofi basi hata kama inawauma. Ili mpone. Nyie watumishi mnazurura. Kwani na sehemu moja mtulie. Tulieni kabisa, na tulieni sehemu ambapo mnaona ndio sahihi. Sio lazima mtulie hapa. Tulieni sehemu mnaona ndio sahihi. La sivyo mtawasumbua watumishi. Kuna maana gani una mtumishi wako unasali huko? Unasali na kila siku unapeleka fungu la 10, unaojiombesha mara, lakini unamsumbua mama yangu simu kila siku. Ina maana huyo ana moto, achana naye basi. Na kama unaona na moto basi mkumbatie huyo, achana mama yangu basi. Haleluya. Tengeneza msingi hapa. Nasema na wale ni wageni, wengine mko mtandaoni mnanisikiliza. Siseme na nyie wote si wale. Nyie ni wazungu nyie. Nasema na wale kule wale. Nyie mlioko huko Ulaya, sijui mtakuja lini huko. Tunasema hivi, hatutaki kuona wababa wengi. Kanisa letu lipo Nairobi, njoni. Lipo Nairobi, njoni. Kama mtakuja mnakuja na ndege tujui. Lipo Nairobi. Kuna mtu ananielewa. Kuna mtu ananielewa. Yuko pande huko ananielewa. Haleluya. Kwa hiyo ni hivyo watumishi wa Mungu wazuri. Tujitahidi sana katika kila tunachofanya. Huu ndio msingi wetu jamani, tujenge. Hata Yesu, watumishi wa Mungu, hata Yesu. Sijui hata Roho Mtakatifu kwa nini amenipushi niseme neno asubuhi ya leo, kumbe kuna kitu Mungu anataka wenda. Hata Yesu alihitaji watu watakaombeba. Unafikiri kwa nini alikuja anasema kwamba kaeni hapa muombe? Ndio kwa nini alisema hivyo? Wengi wanafikirikia kwamba alikuwa anazungumzia wao watakuja kufa kwa waombe. Wale watu wako na maana kwamba watakuja kuchukua mitume. Target yao ilikuwa ni Yesu tu. Sababu siku zote hawakuwa wanamjua Yesu, ila mitume walikuwa wanawajua. Haleluya.
Hata kwenye kutembea kwao walikuwa wanajua ni mwanafunzi wa Yesu. Kuwakamata ingekuwa rahisi. Yesu anapowaambia hivi ombeni, aende hapa muombe hata lisali moja, anamaanisha ni kwa ajili yake, wakae kwa zamu yake. Sawa? Ili waamini ni wakati aliporudi na wakuta wamelala, amesema jamani, mnashinda kuomba hata lisali moja. Sasa wewe Yesu utawaforce watu kama kuna faida yako? Kuna faida. Yesu anaitafuta hapo. Kwa Yesu anahitaji watu watakao mbeba, watakao msaidia. Church lipo hapa linahitaji msaada, watakao mbeba mtumishi, watakao mbeba Pastor Elijah hapa. Na wapiga nondo kuna watu hapa nishawaona, sitawataja majina. Sababu na bahati yako tu sijui jina lako ningekutaja kabisa. Kuna watu hapa baada ya mtumishi kuja na mkuu wako unakata. Ashukuriwe Mungu mimi nitakuwepo hapa kama Mungu atawezesha. Nikiwepo hapa nitakuwa napiga simu, mimi ni mbea, mama kuna yule mdada yule mweusi na mweupe hivi. Yule mdada mweusi na yule mweupe hivi. Yaani ndo waji kabisa. Tamwambia. Na mama akisema acheni jamani ni wanangu. Sasa mama wasa wachukue hoje wafanye wao sisi tukae. Najua mama ana huruma sana. Kuna watu hapa baada ya hapa mtakuwa muonekani tena. Roho ya mtumishi wa Mungu ipo hapa. Haleluya. Roho ya mtumishi wa Mungu ipo hapa. Wale ambao waliwachagua, kama tutachaguliwa na wewe utachaguliwa kama na nani, wale wote tayari atawaachia mkono, na wale mkono atakaoachia ni nguvu ya utendaji ulio ndani yake itakuwa ndani yao. So you need to know that hata kama mtumishi hayupo, hata kama mtumishi lakini Mungu ako. Mnasema ako, sisi tunasema yupo. Sema kwanza yupo, ile hapo watuelewe. Yupo. Sawa? Hiyo ndo dawa ya kuwakomesha nyie ambao vierehere vya kwamba mtumishi amerudi jomoni, amerudi. Kwanza mtumishi yupo. Kwa mtumishi ni Esther tu, si ndio? Basi na sisi tukae na Esther aende, uje usali sasa wewe. Haleluya. Kwa utagundua ya kwamba mtumishi na hao ambao utakaobaki nao hapa wote ni wanani? Na Mungu yupo juu ya. Roho ya Bwana ipo ndani ya. Hebu nipigie kwanza makofi na vigelegele. Alafu mpigie Yesu zaidi, kwa sababu Yesu amekuwezesha kuelewa hiki kitu. Jamani, huu msingi nilisimama hapa kwa ajili ya kusema faida ya kuimarisha msingi. Msingi ndio ile chachi tumeshalianza. Jitahidi uimarishe msingi wako. Sababu baraka itatokana. Wow. Baraka ya kanisa hili inatokana na wewe ulivyojenga msingi wako. Ndio maana tujitahidi sana. Siku hizi nishaanza kumuelewa mtumishi. Mimi nimetembea naye zaidi ya miaka kadhaa. Nimeanza kumuelewa vizuri sana. Jitahidi kuwa na mindset ya mtumishi. Yeye anasemaga yeye sio maskini, ni bilionea. Tayari tukianza kuja hapa Kenya tutakuwa tunakuja na ndege. Sawa? Tunakuja na ndege, inawezekana. Sasa tunapojenga msingi, jitahidi kujenga msingi wa level ambayo tunaitaka sisi. Level ya kimungu. Sawa? Sio watu tunakuja hapa tunakuta sadaka eti mtu ametoa senti 10 to 10 ameangusha kwenye mimi. Sasa tunajengaje huo msingi sasa jamani? Sawa. Hebu jitahidi kuwa smart kabisa. Yaani kwa wiki nzima umletee Mungu 10. Umletee Mungu nani? Sijui 50. Labda 50 huko ni nyingi. Siamini kama umekosa hata 1000 kumletea Bwana. Wewe ni wa kimataifa. Pinga roho maskini hata kwa kutoa. Sasa Mungu mimi natoa hii. Sasa unajua moja wapo kuvunjia kwa misingi. Tutakuwa tupo. Tutashangaa tu mtumishi Elijah amepiga simu nyumbani. Amesema mtumishi, lakini sasa hivi tunaona kwamba pale ile hela tuliolipia, unajua wote hapa sio siri kwamba hapa sio kwetu tunapanga, si ndio? Tunakuja tunalipa tu hela. Tutashangaa mtumishi anasema ile hela imeshindikana, tumekosa kulipa wiki hii, hatujui tutasali wapi. Tayari unaanza kuvunja msingi. Yaani wewe umekubali Jumapili ukasali kwingine au usisali kabisa. Kisa tu mikono yako mbirika ipo hivi. Hautaki kutoa. Toeni hiyo ile itasaidia mambo mengi sana kwa kanisa hili. Haleluya. Ni moja wapo wa kuimarisha msingi. Ukianza kuandika vitu vinavyosababisha misingi iimarike ni kutumia gharama kwa ajili ya msingi. Gharama, andika pale gharama. Hautajenga msingi kama kutumia gharama. Lazima utumie gharama. Umeleta mawe, umeleta sijui manini, mnaita. Mimi sio engineer wa mambo ya kujenga. Ila najua unatumia gharama sana ukitaka kutengeneza msingi ambao utachukua mafloor mangapi.
magorofa mangapi? Msingi huku lazima uwe wa gharama sana. Watu wanaleta mawe kutoka from nowhere. Nimewahi kuwepo Kigoma, watu wanaleta eti mchanga wa Kongo, unatoa Kongo unavuka bahari unakuja Kigoma eti. Kwa gharama hiyo. Jiwe moja eti jiwe moja kujengea msingi eti jiwe moja. Sijui 1,500 ya huko Kenya ndio kule jiwe moja. Kwa ni gorofa kama ni majiwe mangapi kutengeneza msingi. So first of all, kama unataka kuimarisha msingi wako, tumia gharama. Hata hapa kwenye msingi wetu wa kanisa letu tunahitaji kutumia gharama. Hiyo haikwepeki. Ukienda sehemu wanakubembeleza kwa ajili ya kutumia gharama na kulipa gharama, wao watumishi sio wazuri. Haleluya. Hata kina Yesu walikuwa na hazina, sijui ni hazina. Si unajua kazi ya Yuda? Alikuwa mtunza nini? Mtunza hazina. Kwa ujue kwamba hata Yesu tu, Yesu unayemjua, Yesu unayemsali wewe, alitengeneza ule mfumo. Si ndio? Yesu anasema alizikwa na matajiri, alikuwa na marafiki wa hela tu. We need watu wenye hela. Na wale watu wenye hela watatoka wapi? Ni wewe utawaleta. Kutoka mtani kwako unawaleta hapa. Inawezekana. Wewe ni binadamu gani? Unashinda kuleta mtu mmoja hapa jamani. Sasa ukienda kwa Bwana utamwambia nini sasa? Unaenda mbinguni utasema nini? Yaani kuna vitu vingine jitahidi tu. Kwa mfano tutakuwa tunaenda tunahubiri zetu hapa barabarani. Unasema mtumishi, mtahubiri lini? Nitawafuata. Wewe unajitoa mwenyewe tu kwa sababu kuna pata baada ya kuleta watu kwa Yesu. Biblia inasema hivi, mbinguni kuna furaha mtu mmoja akifanyaje? Akiokoka. Sasa ni furaha iliyoje kwa yule mtu aliyesababisha huyo mtu aokoke. Unafikiri mbingu haimshangilie mtu? Inamshangilia. So watu wenye hela tunawahitaji huku. Ni wewe walete, washawishi kwa kinywa chako. Kama ni mtani kwako unaona kuna mdada fulani ana shida nini smart, mfuate mtumishi wa Bwana jamani. Kuna kanisa mimi nasali napenda uje nitembelee. Akija tu hapa atakutana watumishi wa Mungu na Elijah, watampiga injili hapa, ataokoka tu. Atakuja hapa akipata bahati mbaya mkuta ndio mtumishi ameshatoka Tanzania yupo hapa, anampiga injili ya mbinguni hapa, anaogopa dhambi. Na tayari unakuwa unapenta crown, taji alipata. Haleluya. Gharama. Tunahitaji gharama. Na hiyo gharama kama utaifeli, tuletee watu. Kanisa tunahitaji mabinti. Tuna mabinti huko kama mdada pale. Tuna vijana kama waleteni marafiki zenu wa shuleni wa wapi. Sio mwalete tujaze kanisa la Bwana. Kwani kumleta mtu inaomba nini? Kumwambia tu mtu uje kanisani? Na akikwambia atakuwa busy nini, mwambie basi next Sunday uwepo. Kwani mpige vurugu mpaka aje. Unamleta mtu kwa Yesu jamani. Kumleta jirani yako. Unaona kama wengine ni wachoo sana. Yaani hadi jirani. Na hapo ndio namaanisha kwamba hujui kuongea na majirani vizuri. Inatuonesha tutakuona kwenye hiyo. Unaletaga hata majirani wako wangapi hapa? Tumia gharama, gharama ndio hizo, lipa gharama kwa ajili ya kuimarisha huo msingi. Tunahitaji watu, tunahitaji hela za kutosha. Tunahitaji tukiwa tunakuja tuna mapiano, tuna waimbaji wazuri kina Dada Glory hapo. Kina mtumishi wa Mungu Hilda wanaimba vizuri. Mimi mwenyewe hapa na mimi naimbaga tu najifunza bado. Sawa. Mimi bado najifundisha. Tutakutana na kina Hilda utanifundisha pia. Tunapiga zetu piano, tunacheza vizuri. Sio vya kutushurutisha na beat, nyimbo uko unataka lakini tu beat nataka uende. Imagine Mama Glory na si vitu vingine vinakera. Unajua vinakera? Hiyo beat download tu, kuna kanyimbo unasikia Roho Mtakatifu amekupa. Akaendani na beat. Lazima waache. Roho Mtakatifu ashakupa kitu lakini unaweza kusema itaendana na beat. Mbona beat iko mbio ama beat iko taratibu? Akanyimbo kanaenda hivi. Tunahitaji tupate makeyboard. Tukija huko lakini tunakuja. Yaani tutakaribisha humu wabunge. Mnaitwa wabunge? Wale ma deputy. Tutawakaribisha humu. Watakuja kutakuta vitu vya ajabu hivi. Haleluya. Hapana, kwa tuanze kutengeneza vitu. Si wenyewe kwanza tuwe smart kwenye kuvaa. Sio kwamba tukivaa maderasa. Kama hii dera amevaa hapa ni gharama. Sio kwamba tuvae kwa sababu mtumishi anasemaga tujistiri ndio umekuja yani umevaa gunia sasa. Hapana, kuwa smart kabisa mbele za Bwana. Haleluya. Hebu nishangilie kwanza, sinakwambia uvae vizuri jamani, dhambi. Haleluya. Nenda namaliza hivyo. Muda wangu hapa unaweza kuyoyoma. Okay, tutakuwa na kama ombi kuomba tu. Lakini nisema jambo la kwanza, gharama. Ili msingi wako lazima gharama. Lakini jambo la pili, uchungu. Uwe na uchungu na kile kitu ambacho unataka kukifanya. Sawa? Usipokuwa na uchungu utabeba kanisa. Makanisa mengi yanavunjika.
Sawa, namaanisha kinachokisema. Makanisa mengi yanavunjika kwa sababu watu hawana uchungu. Tukija hapa mtumishi Elijah, tunasema tuna maombi, tuje hapa tuombe. Huyu anakuwa anaombea, tunasema tuombee kitu fulani. Huyu anakuwa anaombea shida zake. Sawa? Ina maana ya kwamba ana uchungu na kile tulichosema tukiombee. Mtumishi na mahubiri yake anasema Mungu aliweza kumpeleka sehemu fulani, kanisa fulani. Kuna mtu alikuwa ananena kwa lugha, kumbe anamtukana Mungu ajui. Na ndio hivyo. Ni ile hali ya kwamba mtumishi anasema tuombe hiki, wewe unabeba tu shida zako. Wewe ndio mwenye shida. Kwa hili kanisa lina shida. Na wakati hili kanisa likipona, likisimama, msaada wako utatoka hapa hapa. Bwana atakusahau wewe ambaye ulikuja ukaanzisha msingi. Bwana atakusahau. Na nawahakikishia mtumishi wa Mungu, mamangu, wafanyie maombi before uende hao watumishi jamani. Kwa sababu gani? Sisi wote ambao watabaki huko wafanyiwe maombi kabisa maalum, waweke wakfu. Hao ni watu wazuri sana. Na hawa mimi naamini ya kwamba watalibeba kanisa kulipeleka. Hebu jipigie kwanza makofi. Mtumishi atakombea neema ya hela, utapata hela sana. Toa. Hatukushutishi utoe zote. Toa tu ambazo linakuhusu. Kama ni fungu la 10 wewe mwaminifu na mambo mengine masadaka ya kawaida. Sisi tutakwambia vunja damu, kuna sadaka vunja damu, sijui anasemaka sadaka kujikamua. Sisi hatuna hiyo. Sawa? Ataombea wengine, mtakuwa waombaji wazuri. Liombee hii kanisa, usijiombee wewe. Unajua maana intercessor, sijui intercessor. Wale waombaji wale, sijui mnawaita ma intercessor. Intercessor. Au ma intercessor hao, sawa? Msiombee shida zenu. Intercessor sio mtu anayeombea shida zake. Intercessor ni mtu anaye intercess kwa ajili ya mtu ama kwa ajili ya kitu. Hayupo pale kwa ajili ya shida zake. Ndio maana ma intercessor wengi wao wanakuwa watu wa kawaida. Wapo tu kanisani wanaombea watu. Na wale watu wanapobarikiwa ndio wanaleta sadaka kwa watu. Kwa kama wewe Mungu atakupatia jinsi ya kuwa intercessor mzuri, make sure unakuwa intercessor mzuri. Sawa? Online na nyie mpo online mnatusikiliza. Tunahitaji mtuunge mkono. Ibada zetu kila siku tutawapatia program. Mnakuwa live na nyie. Mnasali na sisi. Sasa makanisa ya kule kwenu Ulaya kule ni changamoto sana. Jitahidi unakuwa na kanisa lako la online. Sio mtumishi anakuambia kila siku. Kwa jitahidi unakuwa nasali naye kila Sunday. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uchungu, gharama na cha mwisho kwenye kuimarisha msingi ni uvumilivu. Haleluya. Hakuna mtu ambaye alijenga ili ghorofa, siamini kama ilijengwa kwa mwezi mmoja. Walianza msingi, mwisho siku hela kwanza zikaisha kwenye msingi tu, hela zikaisha. Utakuja kukuta walikata miaka 2 ndio akaanza tena mwanzoni hapa. Utakuja kukuta alianza na floor moja, akapanda floor nyingine, ndio ikawa mafloor na uisikia wewe. Lakini alikuwa mvumilivu. Kusubiri hela ikija, anapandisha kitu. Kusubiri hiki kifanyika, anasaidia kitu fulani. Anaongeza kimoja. So uvumilivu ndio neno la mwisho na waachia unapoimarisha msingi wako. Hakikisha haukosi uvumilivu. Kuwa mvumilivu. Usipokuwa mvumilivu utatukimbia hapa, utatuacha mimi na Elijah na mama mchungaji hapa. Ndio utatuacha hapa. Ama utamwachia mtumishi, si kanisa la mtumishi. Ndio utasema hivyo unavyojua kanisa la mtumishi, sio la Mungu. Utamwachia, utakimbia. Lakini naomba uwe na uvumilivu. Wakati watu hawaji, uwe mvumilivu. Wa kuwaleta kumbuka ni wewe. Si ndio? Kwa ni kazi yako umeshinda kuifanya vizuri. Sawa. Wakati tujajenga kuwa mvumilivu, hiyo sadaka ni wewe ungeitoa ndio itungejenga. Itimini ya kwamba wewe haujatoa ili tujenge. Haleluya. Kwa tujitahidi sana utumishi. Next time tukifika hapa tunasema tunahitaji speaker, tuweke speaker hapa. Speaker ile tuliuza laki ngapi mama? Ilikuwa elfu ngapi huko? 20 ngapi? Okay, ile speaker tuliuza 23,000. Kale tu unakaona pale. 23 ya huko kwenu 23,000. Imagine kale unakaona pale. Kwa tukihitaji keyboard sinaona nasema tu jamani, hii 23,000. Jamani, hautazikwa na hiyo hela. Mpe tu Mungu tu basi. Sasa Mungu anakupa pumzi, unampa nini? Wengine hata sio waimbaji. Bora hata na Glory atakuja sema hapa, sijatoa lakini nimefanya huduma, nimefanyaje? Nimeimba. Sasa wewe utasema nini? Umekuja kanisani kufanya? Kusikia tu. Mungu anahitaji wasikiaji na watendaji.
sio watendaji tu wa neno lake, lakini watendaji wa kitu ambacho kitasapoti. Haleluya. Tunahitaji piano, tunasema tu jamani tunataka tununue piano. Sio kazi ya kanisa, lingine ni kazi yako. Hii piano ilikuwa inapigwa hapo, unajisikiaje wewe mwenyewe? Jamani ile ni piano yangu. Kuna siku ukiumwa unasema Mungu ninunua piano. Hii nakataa kwanza magonjwa nitolee kwa ajili ya piano tu. Nitolee. Mimi namwambiaga Mungu, mimi ni mtumishi, ni mwimbaji pia. Namwambiaga Mungu, mimi siku hautaki nikuimbie. Nipige magonjwa tu. Siku hata mimi naumwa, hiyo siku sitaimba. Basi, ila ukiniachaga na pumzi nitakuimbia kila siku. Na ndio inakuwa kazi yangu mimi. Yaani mimi kama kufanya huduma sijisikii vizuri. Na mimi namwambia Mungu, umeruhusu mwenyewe, mimi sijali. Kwa na Mungu ashanikomoa, sigonjwaje hapa nilipo. Sigonjwaje kitangu nilivyomwambia Mungu, ukinipa uzima nitakuimbia kila siku. Na sigonjwaje. Haleluya. Basi nikusimama ulipo. Unaweza ukasimama. Simama tu, tuombe maombi haya kwa ajili ya msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. So, nitahitaji watu wenye uchungu waombe kwa ajili ya kanisa hili. Maombi tunaenda kuomba. Ya kwanza ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa hili kuwepo hapa. Sawa? Watumishi ni wengi, wanahitaji huduma, tunaendaga vijijini wapi? Wanahitaji jamani mtumishi. Hadi kuna mtumishi alianzisha kanisa eti inaitwa imani sijui ya Esther, imani ya Esther. Yaani imani ya Esther eti. Sijui Esther naye na imani yake ameanzisha. Yaani ni kwa jinsi kusamini kile kitu kilipochenda na mtumishi. Hiki kitu kikua hapa angalau itakuwa moto sana. Akajisikia. Kwa unakuta hii neema hii watu wanahitaji mengi. Ratiba tunayo hivi. Nafikiri mtumishi Elijah, nafikiri unajua. Tunapost na ratiba. Tukitoka hapa tutakuwa watu wanataka sana. So wewe imekujilia hapa. Hebu kuwa na uchungu sawa kukishikilia hicho kitu. Faida utapata ni kubwa. Niamini mimi, hili kanisa likija kusimama, wewe ambao mmeanza na sisi, ndio maana nimesema mtumishi atawaombea. Mtakuwa mnakuja hapa mseme baba, sisi ndio tulianzishaga hapa, usinisahau. Kuna neema hata ya uzaliwa wa kwanza au? Sipoki. Kuna neema ya uzaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa kwanza ndio walikuwa wanabarikiwa, si ndio? Baba akitaka kufa anaachia mzaliwa wa kwanza. So, itimini sisi ndio wazao wa kwanza wa kanisa hili. Bwana atatuache tulivyo? Hakuna. Nyanyua mikono yako jamani. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo kwa ajili ya neno lako ambalo umelileta. Neno lako linasema unalituma neno lako ili lituponye na magonjwa. Na mnatangaza asubuhi ya leo kukushukuru kwa neno hili ambalo umesema nami. Asante Yesu Kristo kwa kumleta mtumishi wako mahali hapa. Asante Yesu Kristo kwa kunifanya kuwa mzaliwa wa kwanza wa jengo hili, mzaliwa wa kwanza wa msingi huu. Asante kwa kunichagua mimi kuwa mwanzilishi wa msingi huu. Hivi kwa jina la Yesu ninatangaza Bwana, asante kwa wema wako, kwa sababu kupitia kuwa mzaliwa wa kwanza wa kanisa hili hapa Nairobi, ninatangaza na ninatambua kuna vitu vingi nitakavyovipata. Nitavipata kwenye masomo yangu, nitavipata kwenye ndoa yangu, nitavipata kwenye biashara yangu, nitavipata kwenye kazi yangu, nitavipata kwa watoto wangu, nitavipata kwa wazazi wangu, sababu umenichagua mimi kuwa mzaliwa wa kwanza. Ndipo Bwana, ninasimama katika jina la Yesu kutangaza ya kwamba nipe moyo wa kusapoti. Ninachosema ninasema na ninakisema kwa kumaanisha. Usiseme sababu nasema. Yaani huko nafanya hapa ni agano. Sema Bwana Yesu, natangaza asubuhi ya leo nipe moyo wa kusapoti kazi yako. Nipe moyo wa kuifanya kazi yako iendelee, maana hapo ndipo kuna baraka yangu, maana hapa ndipo kuna kuinuliwa kwangu, maana hapa ndipo mafanikio yangu yalipo. Kama vile Musa tu alivyonyanyuliwa mikono na Joshua na Kalebu, na mnatangaza ushindi ulipatikana kwa Israeli. Na mimi natangaza ya kwamba nitakapoinyanyua jengo hili, nitakaponyanyua kanisa hili, ushindi nitaupata mimi kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kwenda kinyume
kinyume na kila kinachofanya vita na kanisa hili lisisimame. Roho ya mpinga Kristo hayatapata nafasi mahali hapa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya uzinzi haitapata nafasi mahali hapa kwa jina la Yesu. Roho ya kukataliwa haitapata nafasi mahali hapa kwa jina la Yesu. Ninatangaza ya kwamba sisi tutazidi kuwa utukufu hadi utukufu. Ninatangaza Talita 10 itakuwa utukufu hadi utukufu. Ninatangaza kadiri utukufu wa nyumba hii utakavyopanda, na ndivyo utukufu wa maisha yangu utakavyoendelea kwa jina la Yesu. Ninatangaza roho ya kukosa kibali haitambatana na sisi. Roho ya kukataliwa haitambatana na kanisa hili. Yawezekana watu wametuwekea mipaka, tunavunja hiyo mipaka kwa jina la Yesu. Kama mipaka ilivyovunjika kutoka Tanzania kuvuka Nairobi, nasi tunatangaza kwa jina la Yesu mipaka inavunjika. Sisi hatutakuwa na mipaka tena. Tunawaita mataifa wenye hela na wasio na hela, tunawaita watu wenye dhambi na wasio na dhambi kufurika mahali hapa na wakakujue ya kwamba wewe ni Mungu, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Hebu mshangilie kwanza Yesu. Mbona ni mvivu? Mshangilie tena Yesu, tena zaidi, tena zaidi. Sema Yesu ameshinda tena. 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 Ameshinda kwenye ndoa yangu, ameshinda kwenye maisha yangu, ameshinda kwenye biashara yangu, ameshinda kwenye misingi ya kanisa letu. Sema ameshindwa Yesu. Sema ameshinda Yesu. Sema ni utukufu hadi utukufu. Sema from glory to glory. Sema from glory to glory. Yes, baki hivyo hivyo. Sasa hii kauli mbiu tutabaki nayo, from glory to glory. Mtumishi yote anaweza kapita tu hapa akasema from glory, sisi tunatikia to glory, si ndio? Yeah. Ni namna nyingine ya kuchange mindset. Sisi ni watu wa utukufu, ndio maana msikubali kushindwa. Haleluya. Na jambo la mwisho najisikia kuambia kabla sijatoka hapa ni kwamba makanisa yanayohubiri utakatifu sana. Haleluya. Makanisa yanayohubiri watakatifu haikimbilii na watu wengi sana. Inaomba mpate mafunuo ya kimungu kweli, sema wao ndo anakuja. Sababu wewe ukamtoa mtu kule ukamleta huko ukamwachisha kuvaa suruali, aache kuvaa kabisa suruali ili aje, sio jambo rahisi. Ndio maana unakuta makanisa kama na hivi inajawa mama, inajawa baba, haijai vijana. Unaweza kumconvince kijana kabisa sivae kimini juu, hamna. So hapo ndo tunahitaji nguvu ya ziada ya kuwateka watu, kuwafungua fikra zao. Hiyo ndio kanuni ya kwenda mbinguni na waifuate. God bless you. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Hebu mpigie mtumishi wa Mungu makofi na vigelegele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Yesu makofi tena. Tunamshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa hiyo neno. Naomba tuketi. Naomba tuketi. Ambia mwenzako leo ni moto sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua wakati wote tunapokuja kanisani tunakujanga ili Mungu aturekebishe.